Je, unajua kuwa ini ni moja ya viungo muhimu zaidi katika mwili wako, lakini linaweza kuharibika bila wewe kujua? Habari, jina langu ni Dr. Rahma Ahmed Hengora, mkurugenzi msaidizi sehemu ya elimu ya afya kwa umma, Wizara ya Afya. Kila mwaka ifikapo tarehe 28 Julai, dunia huadhimisha siku ya homa ya ini. Lengo kuu la maadhimisho haya ni kuongeza uelewa kuhusu ugonjwa huu na kuhamasisha jamii kujikinga, kupima mapema na kupata matibabu kwa wakati. Ini ni kiungo muhimu sana katika mwili wa binadamu. Huchuja na kuondoa sumu mwilini, hubadilisha chakula tunachokula kuwa virutubisho na nishati, na pia hutengeneza protini muhimu kwa ukuaji na ukarabati wa mwili na kusaidia mwili kupambana na maambukizi. Ndiyo maana afya ya ini ni msingi wa afya ya mwili mzima kwa sababu ya umuhimu wake. Hivyo basi, ni muhimu kulinda afya ya ini dhidi ya magonjwa yanayoweza kuliharibu. Mojawapo ya magonjwa hayo ni homa ya ini. Homa ya ini ni ugonjwa unaosababishwa na virusi vinavyoshambulia na kuharibu seli za ini na kusababisha ini kuvimba na hatimaye kuharibika. Kuna aina 5 za virusi vya homa ya ini, yaani kundi A, B, C, D na E. Homa ya ini inayosababishwa na virusi vya kundi A na E huenezwa kwa kunywa maji au kula chakula kilichochafuliwa na kinyesi chenye virusi hivyo. Kwa hapa nchini Tanzania, tafiti zinaonyesha kuwa homa ya ini inayosababishwa na virusi vya kundi B na C ndiyo sababu kuu ya ugonjwa sugu wa homa ya ini na husambaa kupitia damu na majimaji ya mwili. Virusi vya homa ya ini kundi B na C ambavyo ni hatari zaidi vinaweza kuambukizwa kupitia njia zifuatazo: kufanya ngono bila kutumia kondom na mtu mwenye maambukizi, kushirikiana vifaa vyenye ncha kali kama sindano, wembe au vifaa vingine vinavyoweza kuchoma au kukata ngozi, au kutoka kwa mama mwenye maambukizi kwenda kwa mtoto wakati wa ujauzito, kujifungua au kunyonyesha. Changamoto kubwa ni kwamba watu wengi wenye ugonjwa wa homa ya ini hawaonyeshi dalili mwanzoni, isipokuwa dalili hizo hujitokeza baadaye katika kipindi cha muda mrefu. Hivyo wanaweza kuwa na maambukizi bila ya wao kujua hadi ini linapoanza kuathirika. Dalili za ugonjwa wa homa ya ini hujumuisha homa, uchovu wa mwili, kukosa hamu ya kula, kichefuchefu, maumivu upande wa kulia wa tumbo eneo la ini, kupungua uzito na macho au ngozi kuwa ya njano. Homa ya ini inaweza kuzuilika na kutibika endapo itagundulika mapema. Hivyo, kila mmoja wetu ana nafasi ya kulinda afya yake na ya familia yake. Ili kujikinga na homa ya ini, ni muhimu kufanya yafuatayo: pata chanjo ya homa ya ini ya kundi B, epuka kushirikana vifaa vyenye ncha kali kama sindano na wembe, zingatia ngono salama kwa kutumia kondom kwa usahihi kila unapofanya ngono, tumia vifaa kinga unapomhudumia mgonjwa mwenye homa ya ini, na nenda kupima ili kujua hali yako. Huduma za upimaji na ushauri zinapatikana katika vituo vya kutolea huduma za afya nchini kote. Katika kuadhimisha siku ya homa ya ini duniani 2026, naomba kila Mtanzania achukue hatua leo.
Usisubiri mpaka uone dalili. Kupima mapema kunaweza kuokoa maisha yako, ya familia yako na ya watu unaowapenda. Kumbuka, afya ya ini ni afya ya maisha. Pima mapema, pata chanjo, linda ini lako, linda familia yako, okoa maisha. Kwa pamoja tunaweza kupunguza madhara ya homa ya ini nchini Tanzania. Ujumbe huu unaletwa kwako na Wizara ya Afya, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.